Moja, ni lazima tudumishe umoja, mshikamano na amani ya nchi hii. Lakini la pili, hatuna budi kuunga mkono mabadiliko yote yanayofanyika na serikali ya awamu ya 6 katika kulifanya taifa la Tanzania liwe imara, lijitegemee, lenye maisha bora. Huko tukiwaambia wenzetu kwamba vijiji vyote vya Tanzania 12,330 vina umeme, hawaamini. Nathubutu kusema kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ndio nchi pekee ambayo umeme uko kwenye vijiji vyote. Na sasa tunakwenda kwenye vitongoji. Na watu wengi hatulizingatii hili hata kwenye elimu. Moja ya mambo ambayo yamefanya ongezeko kubwa la wanafunzi wa elimu ya juu ni kuwezeshwa kusoma katika vyuo vya elimu ya juu, na moja ni bodi ya kopo. Watanzania wengi hatuna budi kujua kwamba ifikapo, na mkuu wa mkoa yuko hapa, ifikapo mwaka 2028, huu ni mwaka gani huu? 2028, elimu ya msingi Tanzania itakuwa form 4. Elimu ya msingi Tanzania itakuwa form 4. Manake nini? Shule zote za msingi zitajengewa form 1 mpaka 4. Na shule zote za sekondari zitajengewa darasa la awali, darasa la kwanza mpaka la 6. Na mara ya mwisho mabadiliko makubwa ya namna hiyo yalifanyika mwaka 67. Mpaka mwaka 67 elimu ya msingi ilikuwa darasa la 4. Mimi nimefanya mtihani wa darasa la 4 kwenda darasa la 5, usipofaulu basi. Ndipo mwalimu akaamua kutoka elimu ya msingi ya darasa la 4, kwa sababu ilikuwa ukifaulu unakwenda darasa la 5, la 6, la 7 na la 8 middle school. Ndio zikaanza aina wale wa shule ya msingi ambao hawakwenda middle school wakaongezewa darasa la 5, la 6, la 7. Walipofika darasa la 7 akasema wanafunzi wa darasa la 7 la extended primary school watafanya mtihani na wanafunzi wa middle school, na huo ndio kawa mwisho wa elimu ya msingi kuwa darasa la ngapi? La 4. Come 2028 elimu ya msingi Tanzania, maana yake ya basic education ni form 4. Ukiharibu Tanzania hakuna Tanzania nyingine. Lakini pia msidhani ukiivuruga Tanzania una mahali pa kukimbilia ambapo utapokewa na mikono miwili au mitatu. Hakuna. Na mimi, nyinyi watu wa TAHLISO, makongamano ya aina hii yawe mengi na yawe ya mada mbalimbali, na mjifunze tu debate. Miongoni mwa vitu ambavyo tunaanza kupoteza ni uwezo wa kudebate. Na usipokuwa na uwezo wa kudebate, haraka sana utakimbilia kwenye matusi, haraka sana utakimbilia kwenye mipasho, na haraka sana utakasirika kwa sababu huna uwezo wa kudebate. Na moja ya sifa ya mwanafunzi yoyote, kwanza sisi wakati wetu ulikuwa kichwa msomi ni tusi. Maana yake unajiona, unajisikia. Sifa kubwa ya mtu yoyote ambaye ana haki ya kujiita msomi au anasoma ni unyenyekevu katika maarifa, lakini unyenyekevu katika kusikiliza hoja kinzani na kuijibu hiyo hoja kinzani kwa hoja, sio kwa matusi. Siku hizi imekuwa rahisi sana kumweka mtu rebo alafu unaanza kumtukana. Sasa ukinitukana mimi ni furaha kwako, kwa sababu matusi mengine hata nashangaa unamtukana mtu ambaye alinileta duniani. Sasa mimi inanihusu nini? Lakini tunafika huko kwa sababu tunaanza kupoteza uwezo wa kudebate. Hoja mbalimbali zije, tubishane, lakini baada ya hapo tubaki watu wamoja, na baada ya hapo tuwe tumeongeza maarifa. Lakini la pili, maarifa hayaji kama mvua. Ndio maana mimi nina begi lote kuja hapa nilijiandaa. Lazima usome, pate maarifa, jue dunia.
Siku hizi hatusomi, wengi wetu hatutafuti maarifa, hatakijua dunia. Ni kweli tuna mahangaiko kama alivyosema mkuu wa mkoa hapa, tuna mahangaiko kila siku, lakini yasikufanye msidhani hapa nimeacha mambo mengi. Nilikuwa nimeorodhesha kuwaonyesha mapito magumu ambayo Tanzania imepitia na bado ikabaki. Na kwa nini ilibaki? Ni kwa sababu ya uzalendo. Nilikuwa nimeorodhesha hapa, mwaka 64 jeshi liliasi, Mwalimu akalifuta lote. Kwa miezi 9 tukalindwa na jeshi la Nigeria, akaunda jeshi jipya Septemba mwaka 64. Ndio. Mwaka 77 Jumuiya ya Afrika Mashariki ikavunjika, tukaanza upya kila kitu, shirika la ndege jipya, reli, kila kitu. Mwaka 79 vita vya Uganda. Baada ya hapo hali ya uchumi ikawa ngumu, hata mpango wa maendeleo wa miaka 20 ya viwanda ukaisha. Nimeorodhesha humu. Mwaka 70 Mwalimu alitaka kupinduliwa, pakawa na kesi ya uhaini. Mwaka 82 kuna baadhi ya watu wataka kumuua Mwalimu na kumpindua, wakakamatwa wakapelekwa mahakamani, kesi ya uhaini. Kwa nini Tanzania ilibaki imara? Kwa sababu ya uzalendo na kujua taifa hili ni kubwa kuliko wengine. Lengo langu ilikuwa ni kuonyesha kwamba Tanzania imepita mapito mengi, lakini imebaki kuwa taifa moja kwa sababu ya uzalendo, kwa sababu ya kujua kwamba taifa hili ni muhimu, lakini kwa sababu ya kujifunza kuziishi tofauti zetu bila kugeuzana kuwa ni maadui au mahasimu.